Ya pekee tena aliyotupa jioni ya leo ujikuta tuko hapa tukiwa na jambo la furaha la kupokea vifaa kwa ajili ya kuimarisha huduma za afya. Nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini kipekee pia nimshukuru rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia amekuwa ni chachu kubwa ya furaha ya Watanzania katika sekta zote. Lakini leo pia tumeshuhudia habari njema ya furaha ya wananchi wa kata ya Mkonze kwa kazi nzuri aliyofanya rais wetu, ambayo leo inakuja kuchangizwa kikamilifu na wenzetu wa Stanbic Bank. Mheshimiwa Samia oye! Tumepewa taarifa hapa na mganga mkuu wa kituo cha afya Mkonze. Ametuambia vitu vilivyoletwa ndani ya muda mfupi ambao Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekaa madarakani. Tumeambiwa zaidi ya milioni 392 zimeletwa katika kituo hiki. Mimi nilipoingia ndani kuangalia nikashangaa, kuna x-ray ya kisasa kabisa. Watoto wetu ambao siku hizi wanatusumbua kwa lugha kule nyumbani wanasema digital x-ray iko hapa Mkonze, kitu ambacho muda kidogo uliopita ilikuwa ni historia kukuta kitu kama hicho kwenye hospitali hata ya wilaya zilikuwa hazipo hizo. Sasa hivi iko kwenye kituo cha afya tena kata ya Mkonze. Lakini pia tumepata hapa ultrasound ya kisasa, tumeambiwa iko hapa. Lakini zamani ukitaka kung'oa jino ilikuwa lazima uende mkoani ndio kuna hospitali ya kung'oa meno. Sasa hivi eti mkoani zipo, wilayani zipo, mpaka kwenye kata, tena kata ya Mkonze mashine hizo zipo. Ndio maana kumbe foleni ya wang'oaji meno kule mjini imepungua, kwa sababu hata Mkonze wanang'oa meno. Lakini tumeambiwa pia hata miili wenzetu wakitangulia mbele za haki wanapata mahali pa kuhifadhi. Ndio maana hatuna foleni kwenye hospitali ya mkoa, sijui hospitali ya rufaa kule, kwa sababu hata kwenye kata hapa tuna eneo la kupata huduma hiyo kwenye kata ya Mkonze. Lakini yote hayo yamefanyika kwa muda mfupi sana ndani ya miaka hii minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye ana dhamira ya dhati ya kuimarisha shughuli za afya katika nchi yetu. Na tumeambiwa sasa hivi wagonjwa wameongezeka baada ya vifaa kuongezeka, na wagonjwa nao wakaongezeka kwa sababu wanaona madaktari wapo, vifaa vipo, huduma zinapatikana, na sio tu huduma lakini huduma bora. Upatikanaji wa dawa 98%, yani bado kidogo tu tufike 100. Mheshimiwa Samia oye! Lakini tumeambiwa wazazi kwa mwezi hawa walikuwa wanajifungulia hospitali ya wilaya au pale kituo cha mjini pale Makole. Sasa hivi wote 150 wanakuja Mkonze kujifungua. Hiyo ni hatua kubwa. Maana yake hata mtu akichelewa kidogo hapa Mkonze ni karibu, kutoka kwenye kata hii anazunguka kashafika, anakuta hapa hamna foleni kubwa kwa sababu hapa ni kwa ajili tu ya wananchi wa Mkonze, anapata huduma yake. Ndugu zangu, haya mambo si madogo tunayasema kwa sababu ni mambo makubwa na ni mapinduzi ambayo yametokea katika kipindi kidogo mno na kifupi sana. Si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu ya dhamira ya dhati ya kiongozi wetu mkuu na mguso wake wa pekee kwa maendeleo ya wananchi wake. Lakini leo kwa maendeleo ya sekta ya afya tumpe maua yake mengi sana. Lakini nishukuru sana sasa Stanbic Bank. Stanbic Bank wameona Mheshimiwa Rais ameweka hapa hiyo wodi la kujifungulia, ameleta madaktari wanapasua hapa, ameleta x-ray hapa, wagonjwa wameongezeka, baadhi ya vifaa vimeanza kuwa vichache kwa sababu ya ongezeko la wagonjwa. Wakasema hapana, Mheshimiwa Rais kafanya kazi kubwa, sisi kama benki inayojali watu inaowahudumia tuchukue sehemu yetu ya faida tupeleke sisi tukaongeze nguvu kwenye kazi ya Mheshimiwa Rais wetu kwa kutoa milioni 9 na kununua vifaa ambavyo vilikuwa vinaonekana sasa vinaanza kupungua. Mara mashuka ameshachakaa hapa Stanbic wameleta, nimeingia hapo odini nimeona safi, manake yote meupe, yani unatamani kama tu ujifunike yale mashuka. Lakini wakaona sasa wagonjwa wamekuwa wengi, wanahitaji staha. Akiwa anahudumia moja mwingine asimuone. Hivi hapa nilikuwa nauliza vinaitwa nini? Vina matairi. Nikapewa jina la kitaalamu. Lakini sasa hivi ukiwa unapata huduma, unaona unataka private kidogo watu wasikuone, unafunikiwa na hicho kidude kwa sababu Stanbic Bank wametuletea vifaa hivyo, na wamesema wameleta vingi tu
15 viko hapa kwenye kituo cha afya Mkonzi. Lakini mama mjamzito amekuja hapo, yeye hakuja na vifaa, hospitali sijui oda imechelewa kidogo kuletwa, iko pale seti nzima. Mama anapojifungua anahudumiwa bila shida. Vijana mnasema bila chenga. Mama anahudumiwa, anajifungua, baba asumbuliwi kwa baba ameleta kasindano. Ziko hapo kwenye hilo box ameleta watu wa Stanbic Bank. Jamani, tuwape maua yao kwa upendo mkubwa kwa Watanzania, lakini upendo mkubwa kwa watu wanaowahudumia.